Habari za muda huu, waandishi wa habari. Sisi kama timu tupo tayari kwa ajili ya kuwakabili Prison, kwani tunaamini ni utakuwa mchezo mgumu sana kulinganisha matokeo ambayo tuliyapata tukiwa kwao jijini Mbeya, na sisi kama timu katika uwanja wetu wa nyumbani tunahitaji kuutumia vizuri ili mradi tuweze kupata point 3. Tunawaheshimu sana Prison kwa maana ile nafasi waliokuwepo ni nafasi tu, kwani tunaamini ni wana timu nzuri ambayo inacheza kiushindani. Kwa hiyo tunategemea mchezo mzuri wenye kuleta point 3 kwa Azam FC. Mimi pia kama mchezaji ambaye pia ni kiongozi pia kwenye timu na kupitia wakubwa ambao wapo kwenye timu, kwa maana timu yetu yani nina mchanganyo mzuri wa wachezaji kiumri na experience pia. Kwa hiyo tunakaa ili mradi kumezeshana hicho kitu, kwani tunatambua kila mchezo una point 3 katika ligi. Ukimfunga Yanga kuna point 3 na hata ukishinda na Prison pia kuna point 3. Kwa hiyo ni kila mtu inabidi tuziangalie zile points ambazo tunaziokota katika kila mchezo na kuweka mentality zetu na juhudi katika kila mchezo tunaocheza ili mradi kuweza kupata point 3. Na hiyo dhima ya ukicheza na timu kubwa uwe unafunguka zaidi ama unacheza zaidi ya kile ambacho unachochezaga zaidi ukicheza na wadogo, ili mradi kiweze kutoka na tunaamini duniani kote hiko hivyo. Kwenye kumotivate mchezaji kwenye kucheza mechi kubwa, uwaga walimu hawatumii nguvu kubwa, lakini wanahitajika kutumia nguvu kubwa sana timu zinapokutana na hizi middle table ambazo nini timu za madaraja ya kati. Lakini sisi kama wachezaji tupo kwa ajili ya kukumbushana, na pia walimu wetu wapo kwa ajili ya kutukumbusha katika kila nyakati. Kwa hiyo katika nyakati kama hizi wanasimama na sisi kutueleza kila umuhimu wa mchezo wa hizi timu za madaraja ya kati, ambao tutaonyesha mchezo mzuri Azam FC na Prison. Pia ninaamini ni wana mwalimu mzuri, ni wana wachezaji wazuri, na mchezo utakuwa mzuri pia. Na nipende kuwakaribisha kwa nafasi ya upendeleo mashabiki wa Azam FC waje kesho, waje kuiona timu yao, kwani tumewaandalia kitu kizuri na tutaonyesha mpira mzuri pia.